Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama na mpaka timu yetu imeenda kucheza mechi ya kirafiki, na maana wachezaji wetu kwa asilimia kubwa wako vizuri, hata kama wengine wako kwenye majukumu ya timu ya taifa, lakini wale ambao wamebaki nadhani mwalimu anaendelea na programu yake na wako vizuri. Mechi za kirafiki ni sehemu ya kuchangamsha damu na wachezaji wetu ili wapate mazoezi ya kuelekea katika mashindano mengine yanayofuata mbele. Sababu tuna mashindano ya kimataifa, then bado tunaendelea na ligi. Lakini inawezekana mechi za kimataifa zikampa kipimo zikazidi kumpa kipimo mwalimu, kutokana na wachezaji wengine ambao walikuwa wachezi watakuwa wanacheza hizo mechi na wao waweze kuwa fit watusaidie kwa baadaye. Kwa hiyo kwa upande fulani sio kama JKT kipimo tosha, lakini uwezi kucheza mechi zote ngumu katika hali ya kawaida. Lazima ucheze mechi zingine za kawaida, kuangalia beki yako ikoje au kuangalia washambuliaji wako wanashambulia kwenye staili gani. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo mechi dhidi ya JKT ni katika muendelezo wa kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri katika mashindano mengine. Katika mchezo huo Simba ameondoka na ushindi wa goli 6-0. Eli Mpanzu akifunga magoli 3 na pamoja na Jonathan Soa. Mpanzu, wakati ligi inaanza na mashindano yote ambayo mmecheza, wachambuzi na wadau wa soka wengi walikuwa wakizungumza kwamba hawajamuona kwenye ubora wake, lakini kwa mechi ya kwanza dhidi ya JKT, mechi ya ligi pamoja na hii ya leo, imekwenda kutoa taswira gani kwenu mashabiki, namna ambavyo anazidi kurejea katika ubora wake? Sisi wanasema tunapata furaha Mpanzu anapokuwa yuko vizuri, lakini hata kipindi ambacho anakuwa kidogo kuna kama kasoro inakuwepo, sio kitu chema kumshambulia mchezaji. Lazima tumpe support kwa sababu tunajua uwezo wa Eli Mpanzu. Na then mwalimu alikuja mpya, huwezi kujua programu ya mwalimu na Eli Mpanzu ikoje kutokana na staili yake anayocheza. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda inawezekana mwalimu kamwambia nataka ucheze hivi ili uweze kunipa matokeo na uweze kuwa bora. Kwa hiyo kadri siku zinazozidi kwenda na sasa Eli Mpanzu anabadilika. Tumeona mechi ya JKT Tanzania ambayo tulicheza kwenye ligi, kaingia kutokea benchi, lakini kakifanya kile ambacho kila mwana Simba alikuwa anajua Mpanzu anakifanya. Lakini then tumeona leo tumesikia kwenye mechi ya kirafiki kama hivyo kafunga. Kwa hiyo kadri siku zitakavyozidi kwenda nadhani ataingia kwenye mfumo wa mwalimu vizuri na hatacheza vile ambavyo kama wana Simba tulikuwa tunatarajia acheze. Hata mechi za huko nyuma sio kama alikuwa anacheza vibaya, lakini Simba tulibadilisha mwalimu. Huwezi kujua mwalimu alikuwa anamwambia acheze kwa staili gani kutokana na timu yetu ilivyo. Sasa kwa sisi ambao mashabiki nje tunapenda tu kulaumu mchezaji akiwa labda siku haiko vizuri au kuna vitu wa kufanya. Lakini inawezekana huko nyuma Eli Mpanzu wa kufunga, ila kuna vitu alikuwa anavifanya mwalimu anampa faida, ndio maana hakuna mechi ambayo kakosa kucheza. Hata kama hakuanza lakini alikuwa anaanzia benchi. Unapokaa kwenye benchi na maana umeanza, mwalimu kakuamini. Sasa hii niseme Eli Mpanzu mchezaji mzuri. Hamna klabu yote isiyohitaji huduma Eli Mpanzu. Lakini sisi wana Simba lazima tusupport anachokifanya Eli Mpanzu kwa sababu ana faida nyingi kwenye timu yetu. Hajafunga kwenye mechi zingine, lakini madhara ya si kupata goli nadhani kila mtu kayaona. Kwenye mechi ya JKT Tanzania tumeona ametengeneza goli la kwanza la kusawazisha ambalo lilifungwa na Wilson Nangu, lakini hata hivyo kazi aliyoifanya kwenye ile mechi tuliona. Leo amecheza JKT Tanzania, kaona udhaifu wa JKT Tanzania, kafunga goli 3. Kwa hiyo bado ni muendelezo wa mwalimu kuhakikisha wachezaji wake wote wanakuwa bora. Moja ya mchezaji ambaye wana Simba wamekuwa pia wakimuulizia sana Mohamed Bajabir, na mwenyewe leo hii alipata nafasi ya kucheza. Aliingia dakika ya 65, kwa maana ya kwamba dakika 25 ameweza kutumikia leo Simba Sports Club. Na hii inatoa taswira gani kwenu nyie kama ambavyo mnaendelea kumsubiri kwa hamu kumuona katika mechi nyingine za ushindani zaidi? Si kwetu ni furaha kwa sababu ni mchezaji ambaye mwenye ndoto kwanza kucheza klabu yetu. Tumeona hata kwenye national team ya Kenya baada ya kuambiwa kwamba anatakiwa na klabu ya Simba alijiondoa. Alikuja kwetu akiwa na bashasha ya kutaka kuja kucheza kusaidia klabu pendwa ambayo iko kwenye moyo wake na ndo kazi yake. Lakini baada ya kufika hapa kwa bahati mbaya akapata majeraha kama alopata, lakini si wana Simba tulikuwa tuna support hata kama alikuwa majeruhi. Tulikuwa tunamwombea kila laheri kila siku apone. Kapona. Kuna mechi ambazo alicheza tukiwa Misri pre-season na tulikuwa tunasikia anafunga au anatengeneza nafasi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo leo kuingia dakika 25
kwa upande fulani tuseme tumefarijika, kwa sababu tunajua ndo anarudi polepole, na bado ligi ndo kwanza tumecheza raundi 3, na kwenye klabu bingwa nadhani mechi hata moja tujacheza katika makundi. Kwa hiyo kama leo kapata dakika 25 kacheza na hajatoka kwa kupata tena injury, hilo kila laheri, na tumwambie tunamuombea sana dua aweze kurudi, na kwetu ni faraja, kwa sababu unapokuwa na mchezaji kama yule ukaongezea na wachezaji wengine ambao ni bora wako kwenye kikosi chako, kwetu ni furaha sana. Na mnaiona wapi sasa Simba yenu kwa upande wa klabu bingwa, ambapo tarehe 23 kama sikosei mnakwenda kucheza dhidi ya Express Tunis, moja ya timu ambayo pia na yenyewe ni ngumu. Simba mara kadhaa mmekuwa mkiishia hatua ya robo finali. Mikakati ya timu ni kufika nusu finali. Kikosi chini ya mwalimu Dimitar Pantev, mnayaona hayo maono ambayo yanazungumzwa na viongozi wenu? Si mechi yetu ya 23 dhidi ya Petro di Rwanda ya Angola, ambayo ndo tunakuja kuanza nao, na wao wenyewe wazoefu wa haya mashindano, na ni timu mzuri, na unavyozungumzia Angola kwenye mpira sio wabaya. Kwa hiyo sisi kama Simba kuanzia kwenye matawi mpaka wanachama, viongozi, nadhani wachezaji wanajua umuhimu wa hiyo mechi. Kwa hiyo tumekuwa na tahadhari kubwa sana, na tulikuwa tunataka tujue mechi juma ngapi, sababu tulikuwa tunaambiwa mara Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, lakini leo nadhani imeconfirm mechi yetu Jumapili tarehe 23 saa 10 jioni. Kwa hiyo tuko katika maandalizi kama matawi, na viongozi wenyewe wanajua umuhimu wa hiyo mechi, na kwa bahati nzuri mechi tunaanzia nyumbani Benjamin Mkapa. Kila mwana Simba wajibu wako kuja kuhakikisha unaipambania timu yako kwa pale ulipokuwepo, kuhakikisha unapata matokeo. Kila mwana Simba ni wajibu wako kwenye tawi, sehemu yoyote, kuhakikisha unakifanya kile kinachohitajika ili tuweze kupata matokeo. Kwa hiyo niwaambie tu wana Simba tujipange kwa sababu ya mechi ya Petro di Rwanda Jumapili, na kauli mbiu yetu ni ile. Kila atakayekuja Benjamin Mkapa lazima adondoshe alama 3. Hata ikiwa Real Madrid akiwa Barcelona, lakini ukija Benjamin Mkapa Lupaso lazima pointi uziache ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo hatuwezi kupata pointi uwanja Benjamin Mkapa kama wewe mwanachama, kama wewe mshabiki usipo support timu yako. Hatujajua viingilio vyao wataweka kiasi gani, lakini watakapotaja tukate tiketi kwa wakati, then siku ya tarehe 23 tukaupambe uwanja Benjamin Mkapa ambao tumebaki peke yetu, na sina ndo masini yako ni Sekafa. Kwa hiyo tutakapoujaza ule uwanja ni haki yetu na ni halali yetu, kwa sababu wadogo wote hawapo, wameondoka, wametuachia wenye wafalme wa jango, na tutatawala jango ya Benjamin Mkapa. Wameondoka wote wadogo. Uwezi kuwa nafasi ya 13 kafanana na mtu aliyekuwa nafasi ya 5 katika ubora. Uwezi kuwa katika Sekafa nafasi ya 5 ukafananisha na mtu aliyekuwa namba 1 kwenye Sekafa. Kwa hiyo wale bado wadogo sana kwetu. Tuwaambie wajitafute sana ili kutufikia malengo, na mwaka huu malengo yetu na nia yetu kuvuka zaidi ya hatua ambazo tunazofika kila siku. Moja ya mchambuzi pia wa soka nchini General Saidi alisikika akiwasanua Simba kwamba kama mtacheza kama ambavyo mlicheza kipindi cha kwanza dhidi ya JKT katika mchezo wa ligi, basi mstarajie kupata matokeo mazuri dhidi ya Petro di Rwanda. Ujue mpira ni mchezo wa timing sana. Sio kama labda michezo mingine yao. Mimi nasema hata draft. Kama ukisukuma kete yako ya mwanzo ukaipangilia vizuri, basi hata mbele utaenda kufanya vizuri. Simba tunacheza kutokana na mtu ambaye tunayekutana naye, mpinzani aliyoko mbele. Yes, na ndo mikakati yetu ilivyo. Hata draft unayecheza naye akisukuma kete, unajua mimi nikisukuma kete gani naenda kumbana. Kwa hiyo sio jambo jema kwamba kila mechi uoneshe kile unachokifanya. Hapana. Lakini kadri mechi zinavyozidi kwenda na tunajua mipango na tucheze na huyu design gani na kifanyike kitu gani tuweze kupata matokeo. Kwa mfano mechi ya JKT Tanzania, mwalimu jinsi alivyopanga inawezekana sipange zidi ya Petro di Rwanda. Mechi ya JKT Tanzania, John Sansoa kaanzia nje, Elim Panzu kaanzia nje, John Chazawa kaanzia nje, Maurice Abraham kaanzia nje. Kuna kitu lazima ujifunze kwamba unacheza na mtu wa staili gani. JKT Tanzania hawezi kufanana na Petro di Rwanda. Lazima mechi ya Petro di Rwanda mwalimu wetu atajua jinsi ya kukutana na wapinzani, kwa sababu na yeye mzoefu haya mashindano na anajua, na timu anaoifundisha kucheza na Petro di Rwanda na wenyewe wanajua ugumu haya mashindano. Kwa hiyo siku ikifika, kaka yangu Jemedari Saidi ataona mwalimu Pantev atakachokifanya, na ataona wachezaji wa Simba wa staili gani ambao watacheza mchezo gani ili kutupa matokeo katika mechi ya Petro di Rwanda. Ni muondoe hofu.
asiwe na hofu. Tunacheza kutokana na mpinzani tunayekutana naye. Sawa, tuhame hapo. Wapinzani wenu leo Young Africans chini ya rais wao Engineer Hersi Said wamezindua rasmi kituo chao cha kinaitwa Young Africans Soccer School. Ni kituo ambacho kinalea vijana pia kuanzia miaka ya umri wa miaka 11. Hili nyewe kama wana Simba pia mmelipokea kwa shauku ya namna gani kama wapenda soka? Kwanza nimeona wanasema kwamba wao ndo wa kwanza kuanza. Sio kweli. Sio kweli. Kwani tunasema kuna school nyingine hapa Tanzania? Hakuna Mtanzania kwanza nimesema sio kweli kwa sababu Tanzania kuna shule za kienyeji nyingi. Lakini zinakuza vijana ambao wengine tunawatumia mpaka sisi kwenye vilabu vikubwa baadaye. Tumewaona wachezaji wengi wanatoka kwenye academy kama hizo. Leo kaka yangu Makau ana Fountain. Yes, Fountain Gate. Fountain wanazalisha. Na kila mtu anajua. Lakini ukiachia hiyo leo utakuwa mchoyo wa fadhila sana. Kutowapa maua yao Azam FC. Of course. Wachezaji wengi sana wamepita pale. 90% ya wachezaji wa Kitanzania wanaocheza kwenye ligi. Kwenye kila klabu ya ligi ya Tanzania hauwezi kukosa mchezaji ambaye katoka kwenye tumbo la Azam FC.